بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu waandishi wa habari, volontia mbalimbali katika mashindano yetu makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, wageni mbalimbali walikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana, zaidi ya sana, hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Tumependa kuwashirikisha katika tukio adhimu, adimu na muhimu, tukio la ugawaji wa zawadi kwa watu mbalimbali, vikundi mbalimbali, kama appreciation kutoka katika taasisi ya Al-Hikma Foundation, ambao wamesimama nasi kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni ya mwaka huu 2026 yamefanyika salama salmin, kama tulivyokusudia na kama tulivyotamani na kama alivyotupangilia Mola wetu mlezi. Ndugu waandishi wa habari, Al-Hikma Foundation katika kuwezesha jambo hili adhimu, adimu na muhimu, miaka yote huwa inashirikisha. Al-Hikma Foundation ni taasisi shirikishi, si taasisi ya kidini tu, bali ni taasisi ya kijamii. Tunaamini ya kuwa kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa, lakini pia mkono mmoja hauwezi kupiga makofi. Na ndio maana leo kipekee na kwa kukusudia hasa, leo tumewaita ili muweze kushuhudia shukrani tunazotaka kuzitoa kwa volunteers mbalimbali na watu mbalimbali ambao wamesimama na sisi kuhakikisha kitabu cha Mwenyezi Mungu kinasomwa na kinashindaniwa ndani ya uwanja wa Mkapa. Mwaka huu tulikuwa tuna volunteer 1221. Ni watu wengi sana, ni vijana mbalimbali wa kiume na wa kike, na wengine watu wazima, kwa hiari zao, kwa msukumo wa uchamungu wao na mapenzi yao juu ya kitabu kitukufu kitakatifu Qur'ani tukufu, wamesimama nasi bega kwa bega bila ya malipo ya aina yeyote. Al-Hikma Foundation tunakiri wazi kabisa ya kuwa hatuna uwezo wa kumlipa kila mtu, kwa sababu watu ni wengi, lakini toshekeni ya kuwa mimi binafsi kila nikikumbuka, kila nikifuatilia
video mbalimbali, picha mbalimbali ya mashindano ya mwaka huu. Ninawaombea dua sana, na dua yangu kubwa, Allah kulipeni kila la kheri, akupeni kila mnachokitaka, awaepushe na msiyoyataka, akufurahisheni, akuondoleeni huzuni, dhiki na stresi za kidunia na akhera. Ndugu mtazamaji, ndugu mwandishi wa habari, naomba nianze kama ifuatavyo kwa niaba ya Al-Hikma Foundation kama mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Kwanza, kuzipeleka shukrani zetu kwa Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu, kwa kutushika mkono kila mwaka, kwa kutubariki kila mwaka, kwa kutusitiri kila mwaka, kwa kutupa uwepesi kila mwaka. Hakuna anayeweza kumlipa Mungu. Tunasema shukrani zote za dhati zimwendee mwingi wa rahma, mwenye kurahamu, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, naye si mwingine ni Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitumie fursa hii kuwashukuru Waislamu wote na Watanzania wote kwa kujaza uwanja wa Mkapa mwaka huu na maeneo ya pembezoni mwake na nje ya uwanja wa Uhuru na maeneo mbalimbali. Licha ya kuwa walikosa maeneo ya kukaa, lakini walikubali wabakie nje. Na mwaka huu sote tulikuwa ni mashahidi. Kulikuwa na changamoto ya mvua isiyokuwa ya kawaida. Ijapokuwa mvua sisi ndio sunna yetu, shughuli yetu kunyesha mvua ni jambo la kawaida, mvua ambayo Mola wetu anaileta kusudi ili kupooza joto na hali ya hewa kwa ujumla. Lakini mvua ya mwaka huu ilipiga zaidi ya risali moja. Waislamu na Watanzania walikomaa na kuonyesha ukomavu wa kiimani na kimcha Mungu, na wameidhihirishia dunia ya kwamba wao wanaipenda Qur'ani. Hakuna jua wala mvua mbele ya Qur'ani. Mola, na kuomba kwa rahma zako, baraka zako na huruma zako, kila aliyedondokewa na tone moja la mvua, basi matone hayo yapate kuwa ushuhuda bora na ushuhuda wa kheri siku ya Kiyama kwa watu hawa wa Qur'an. Mola wafurahishe hapa duniani na akhera, wafungulie milango yote ya riziki, wafungulie milango yote ya baraka, wafungulie milango yote ya siha na afya njema, wape mahitaji ya nafsi zao na mioyo yao, wape kila wanachokitaka na waepushe na wasioyataka. Jalia Qur'ani tukufu ya mtetezi wao duniani hadi akhera, na kwa kuwa umeshikilia ncha kweli kweli mwaka huu na wakakomana ncha mbele ya mvua kali, jalia ncha iendelee kuwashika mkono kwa mkono, bega kwa bega, mguu kwa mguu, mpaka katika pepo ya Al-Firdaus. Amin. Baada ya kushukuru audience, hadhira ambayo inaendelea kuishangaza dunia mwaka hadi mwaka, kumbukeni ya kuwa zaidi ya familia 300 na mwaka huu zililala nje ya uwanja. Watu kutoka Tabora, kutoka Chalinze, kutoka mkoa wa Pwani, kutoka Dar es Salaam, kutoka mpaka Kenya. Video zipo,
Kijana wa Kikenya anasema nimetoka Kenya. 9 usiku anahojiwa na waandishi wa habari nje ya lango kuu la Mkapa. Hao nani anaweza kuwalipa? Hakuna zaidi ya Mola wetu mlezi, na atawalipa kwa utukufu wake. Baada ya kushukuru audience, hadhira, jumhur, nitumie fursa hii kuwashukuru volunteers zaidi ya 1221 kutoka vikundi mbalimbali. Kama mwenyekiti wa kamati ya utendaji, majina yao anayo, anaweza kunisukumia nikawataja pia. Baada ya kushukuru volunteer, naomba sasa niwashukuru vyombo. Naomba nivishukuru vyombo vya habari na waandishi wa habari mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, kuanzia wale waliokuwa wanarusha live, TV za kawaida, bloggers mbalimbali, zile zinazojihusisha na mambo ya kidini na zile zinazojihusisha na mambo ya kihabari na kijamii kwa ujumla. Nyote tunawashukuru sana na tunamwomba Mola wetu mlezi awabariki na abariki vyombo vyenu. Baada ya kusema hayo, mmenizoea huwa ni mwenye kuguswa na matukio uwanjani, na mmeizoea taasisi ya Al-Hikma Foundation kuwa ni taasisi ya kiutu, taasisi inayoguswa na matukio. Mwaka jana, mwaka juzi, tuliwasakasaka na kuwatafuta baadhi ya watu walioroa kwa namna moja ama nyingine, lakini mpaka leo siku ya 5 tumenyamaza. Kwa nini tumenyamaza? Tumenyamaza kwa sababu tupo katika utafiti. Kama nilivyosema, changamoto ya mwaka huu ilikuwa ni kubwa, na watu wote, narudia kwa msisitizo, hakuna ambaye hajaroa mwaka huu. Hakuna ambaye hakupigwa na mvua mwaka huu, si mtoto mchanga, si mama mzazi, si watoto, si vijana, si watu wazima. Wote hao Mola kawaona, na jicho la Mola linaona kwa mapana na marefu. Mola, na kuomba kwa huruma zako na baraka zako, wote uwabariki na uwatazame kwa jicho la huruma. Sisi kama Al-Hikma Foundation hatuna upeo wa kuona kila kitu. Labda leo nijibu swali, mwenyekiti ulikuwa wapi kipindi kirefu hukuonekana? Mwenyekiti, nilijifungia ndani nasoma kitabu. Nimefungua Qur'ani tukufu, nimesoma suratu Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Taha, hatuja kuteremshia Qur'ani ili upate shida na tabu. Mimi na baadhi ya wenzangu tuliona tumwelekee Mola wetu mlezi, tuombe dua mbalimbali, aya mbalimbali na sura mbalimbali. Kwa hiyo tuligawana majukumu, lakini wakati huo picha zilizotufikia, baadhi za picha chache, video chache, still picha chache zinazoonyesha baadhi ya watu ambao walikuwa wakiroa. Kwa mfano, akina mama walioshikilia watoto wao wachanga. Kuna akina mama walioshikilia watoto wao wachanga, waliamua kuchukua shungi zao. Kuna akina mama walishikilia watoto wao, walishindwa kukimbia, wakaamua kukaa kwa kuhofia watoto wasije wakapigwa na homa, wakaamua kuchukua shungi zao na kuwafunika.
Kuna picha imetrendi ya dada mmoja aliyevaa hijabu au ushungi wa pinki. Sisi Al-Hikma Foundation tunazikusanya picha zote, na kama kuna mwandishi wa habari hapa leo ana picha za akiba atupatie. Kwa niaba ya watu zaidi ya 60,000 waliohudhuria pale, tutawaita hao wachache ambao Mungu ametuonyesha sisi, na mliobakia itabidi muridhike na hilo, na mliobakia tukiwaita wachache kwa niaba yenu itabidi muridhike kwa hilo. Toshekeni ya kuwa Mungu amewaona yote. Sisi tunawaita kuwashukuru na kuwapongeza na kuwapa dua wale tuliowaona kwa upeo wa macho yetu pamoja na picha ambazo tumezipata. Kwa hiyo pengine leo au kesho nitatoa taarifa ya kuwatafuta wafuatao ambao tunakusanya picha zao. Siwajui, nitaomba nitafutiwe kupitia picha tutakazoweka katika clip ambazo tutazitoa. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, kwa heshima na taadhima, naomba mbele yenu ni taje leo volunteer na nisimame nitaje volunteer bora wa mwaka huu. Kama nilivyosema, mwaka huu tulikuwa tuna makundi takriban 26, watu 1221 volunteer bora mwaka huu ambao wameupiga mwingi. Na nikisema hivyo sina maana nyinyi si bora. Vijana wote, akina mama wote, mabinti wote, watu wazima wote, makundi yote, kitendo cha kujitoa kiimani, kiucha Mungu, kiutumishi uliotukuka, hakika nyote ni wabora mbele ya Mola wetu mlezi. Lakini siku zote ili kuwatia ari wengine, zawadi zinakwenda kwa wachache, na nimesema mbele yenu, nitaendelea kusema, Al-Hikma Foundation haina uwezo wa kuwapa watu wote zawadi. Kwa mfano volunteer 1221 wote hatuna uwezo wa kuwapa zawadi, na sio sisi. Naamini taasisi zote huwa hazina policy kama hizo. Hata serikali na ukubwa wake ina mkono mrefu, siku zote ikitoa appreciation kwa watumishi bora inatoa kwa wachache na sio watumishi wote. Naomba sasa nitamke top 5 bora ya volunteer wa mwaka huu waliotumikia Qur'ani tukufu, kuanzia kubandika mabango ya ngano, kuanzia kusambaza vipeperushi mbalimbali, kurusha short clips mbalimbali, matangazo mbalimbali katika akaunti mbalimbali, magrupu mbalimbali, lakini pia katika broadcast mbalimbali, status. Lakini kubwa kuliko, siku ya uwanjani walikuwa wakichakarika. Naanza na nambari 5. Watano anatokea Al-Hikma Girls Secondary School, naye ni mwalimu Yasin Ali. Mwalimu Yasin Ali, Allah amekuona mwaka huu umekuwa ni volunteer bora aliyeshika nafasi ya 5. Zawadi yake shilingi 300,000 pamoja na simu ya mkononi. Takbir. Shilingi 500,000. Wale kamata zawadi msinizimbue. Shilingi 500,000, yani lugha nyepesi ya Temeke, nusu milioni.
na simu ya mkononi. Ikikupendeza hii simu, kama bosi wako ndani kwa hana simu, mpe bosi wako. Asante sana mwalimu ya simu. 500,000 sikukuu hiyo. Sikukuu imeenda vizuri. Na bosi hapa anakusudia mkeo. Usije kadhani mwajiri HR. Ikikupendeza hii simu, kama bosi wako nyumbani na kusudia mkeo ana simu, ambaye zawadi yako ulinivumilia kutumikia Qur'an. Mshindi wa 4 kutoka Jai Temeke, naye si mwingine ni kijana Idi Kazumari. Idi Kazumari, takbir. Yupo? Jamani, aje mwanajai mmoja amchukulie Idi Kazumari. Idi Kazumari zawadi yake 500,000 na simu ya mkononi. Takbir. Hamna jai. Haya, mwenyekiti wa kamati ya utendaji, pokea hiyo. Hebu kaa hapo. Hebu jitambulishe jina lako hapo. Jitambulishe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naamini ya kamati ya vijana iliyotumiki sio kwa uwezo wangu, Allah mwenyewe inshallah. Ana shilingi 500,000. 500,000. Sawa. Baada ya sikukuu ni nini? Na najua umeoa hivi karibuni. Simu ya mkononi. Bosi wako ana simu, mkeo anachomoa. Hongera sana. Ule ni mshindi wa pili. Mshindi wa 4. Huyu ni mshindi wa 4. Tunakuja kwa mshindi wa 3, volunteer bora. Mshindi wa 3 anatokea alumni. Huyo ni Isa Makungu. Isa Makungu. Yupo? Takbir. Zawadi yake niseme nisiseme, anapelekwa Makka. Anakwenda kutekeleza ibada ya umra. Takbir. Baba, Makka umefika? Hujafika. Zawadi yako tiketi ya kwenda umra. Umeupiga mwingi na haukuwa bonyenye. Kuna wengine walikuwa mabonyenye. Hebu sema chochote, naona unalia. Sema chochote. Jikaze. Jikaze. Haya jamani, ameshindwa. Hongera sana hiki. Ana tiketi ya kwenda umra. Mshindi wa ngapi huyo? Mshindi wa 3. Mshindi wa pili anatokea Nyota Njema, huonekana asubuhi. Naye si mwingine ni Saif Abdallah. Saif Abdallah. Nyota Njema huonekana asubuhi. Huyu mwamba anapambana miaka yote, hakati tamaa, hatimaye leo Mola kamuona. Allahu Akbar. Karibu sana Saif, karibu sana. Zawadi yake niseme nisiseme, naye anakwenda Makka umra. Takbir. Saif, umefika Makka? Saif naye kwa mara ya kwanza anakwenda kuiona Al-Kaaba. Shehe, jiandae kama pasipoti hamna, fanya haraka upate pasipoti. Zawadi yake anakwenda umra. Takbir. Allahu Akbar. Karibu sana. Mshindi wa kwanza volunteers. Katika volunteer bora nambari 1 mwaka huu, mnamjua mjui? Niseme nisiseme? Nani anaweza kuotea kwanza, ni mwanamke au mwanaume? Mwanamke. Mpaka waandishi wa habari wamesema mwanamke. Mmejuaje? Naye anatokea, kwanza nitaje taasisi yake. Anatokea Team Janna. Kiswahili
mume anasafiria nyota ya Sunura. Takbir! Sunura njoo mbele bwana. Huyu bwana kama yupo njoo naye. Maka taarifa alionayo ana wivu sana, anakaba mpaka goli ya kona. Popote unapokuwa uko naye yupo, na ninampongeza, ni sunna kuwa na wivu. Angalia sasa siku ya kufanyana sasa. Yaani siku ya kugawa zawadi, mwanaume anapata tiketi ya kwenda Maka kupitia mkewe, mwanaume hayupo. Bisunura, hakuna siku tumepongezwa. Miaka yote uwanja wa Mkapa huwa tunauacha kuwa ni msafi, lakini vioo huwa tunaviacha kuwa ni vichafu. Watu shughuli ikiisha wanatimka, wanajisahau. Sunura mwaka huu na timu yake ya kutafuta pepo wamepambana kuhakikisha vyoo vinakuwa visafi, na kwa mara ya kwanza vyoo vyote vilikuwa vinang'aa. Kwa Sunura na timu yake ndio wameshinda, na tiketi yake ni 2, anakwenda umra yeye na mume wake. Njoo hapa kamata maiki utuambie umelipokeaje hilo hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama kweli leo nimepatikana, hata maneno yameishi. Kwanza najisikia furaha kabla ya tiketi, furaha yangu kubwa kabisa. Kwa mara ya kwanza nimeingiza timu Al-Hikma Foundation, na walikuwa na wasiwasi kwa sababu ni timu mpya, lakini niliwatoa wasiwasi sana, nikasema msiwe na wasiwasi. Mimi nakamata hii sehemu na nitafanya vizuri. Siamini kama utendaji wetu umetupelekea mpaka sisi kuwa nafasi ya kwanza. Hili kwanza ndio kubwa sana, kuona kuwa kumbe nimefanya kazi kwa ubora mkubwa mimi na timu yangu, alhamdulillah. Lakini lazima nashukuru sana kwa kutupa zawadi. Hakunifikiria mimi tu, nimefikiria na moyo wangu. Hili ni kubwa sana, alhamdulillah. Asante sana, shukrani sana, asante sana. Takbir! Allah. Haya jamani, Bi Sunura Mushi ameupiga mwingi, ndio alioshika hatamu mwaka huu. Taasisi yake mpya, volunteer wenzake ni wapya, wanajiita Team Janna, bimaana timu ya peponi. Labda waandishi wa habari msiojua tu, kwani kwenda umra kuna kosti kiasi gani? Sasa hivi umra inaweza kufika dola 1500 mpaka 1800, yani milioni 4 na kitu, inaweza kufika 3 na kitu 4 mtu mmoja. Kwa hiyo mkisikia baadhi anapelekwa umra, msione kapata zawadi ndogo. Tungeibadilisha kifedha, yeye na mumeo hapo wangeondoka na milioni 10 kasoro kidogo. Takbir! Baada ya kusema hayo, kipekee tuna zawadi maalum kwa tulioonyeshwa na Mungu siku ya tukio. Mvua ilivyonyesha na baadhi ya majukwaa yakaharibika, kuna timu ya kiongozi mmoja na watu wake kama 4, jumla watu 5, walijiongeza, wakahamisha jukwaa, wakahamisha kompyuta za majaji, wakapeleka katika tenti au jukwaa la kutolea zawadi na kuhakikisha jambo linaendelea. Na alhamdulillah, jambo letu liliendelea, limefana, limefanikiwa na halikuharibika wala halikusimama moja kwa moja. Waliofanya kazi hiyo, ndugu zangu, ni scout chini ya kamishna Ali Mrisho. Tunamwomba Ali Mrisho asogee hapa, kamanda Ali Mrisho wa skauti, naye yupo, naye ana zawadi shilingi 300,000 pamoja na simu ya mkononi. Simama hapa kama kamishna, njoo. Takbir! Allah. 300,000 na
simu ya mkononi. Kamishna Ali, umepambana, majaji wangu walipagawa, wasimamizi wangu walipagawa, ukajiongeza, ukachomoa, ukawapa moyo, ukapeleka huko, mwisho jambo likawa limeendelea. Lakini kamera zetu zimewanasa vijana wako 4 wamekuzunguka, wanafanya kazi na wewe. Naomba wasogea hapa, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,050. Takbir! Scout wale 4 wako. Scout wote mwaka huu umeupiga mwingi, mlikuwa wabora sana. Lakini kama tunavyosema siku zote jamani, zawadi zinaenda kwa wachache, na kitendo cha kupata wenzenu mmepata nyote. Kwa hiyo mliosalia msijisikie vibaya. Haya, kamanda, shilingi 50,000. Sogea. Haya, anayefuata 50,000. Na mnaruhusiwa kuangalia kweli 50 zimetimia. Angalia huko ndani. 50,000. 50,000. Walikuwa 5 kumbe? Leta 50 nyingine haraka. Leta 50,000. Katibu mkuu ananipa 50. Katibu mkuu ananipa 50. Toa 50 mpe hadharani. Na nyinyi naomba muhakikishe 50 zinafika. Pesa hizo hazina muamana. Vijana, hongereni sana. Mungu awabariki sana. Mmeokoa jahazi na Mungu atawaokoa. Na hili ni kwa niaba ya wenzenu. Wale marafiki zenu wa kimaini wanaona maini nini? Ndio nikipata mimi upata wewe, au sio? Takbir. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini kipekee kulikuwa na mwamba mmoja, video yake ina trendi sana, alipoona tenti la kina mama VIP limejaa maji, nalo linaweza likadondoka wakati wowote, akapanda juu ya tenti, juu ya turbai, akawa anachota maji kwa kutumia ndoo. Tunamtafuta, hatujamjua bado. Tusaidieni waandishi wa habari, we mwamba tumpate. Kamishna Ali namjua huyo? Wafaya. Basi tunamwomba bwana huyo Wafaya aje ofisini kwangu. Baada ya kusema hayo jamani, tunakwenda haraka ili tusipoteze muda. Sasa ninahamia kwa waandishi bora. Ndugu waandishi wa habari, nyinyi ni ndugu na familia ya taasisi ya Hikma Foundation, na kila mwaka mnatuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, na ninakiri mbele yenu hatuwezi kuwalipa na hatuna uwezo wa kuwalipa. Mna vyombo vya kisasa, vyombo vya gharama, mnatumia gharama siku hizi kufuata habari, mnatumia gharama kupandisha habari katika vyombo vya katika akaunti zenu mbalimbali, lakini kinachofanyika sisi ni kutoa appreciation tu. Hata ule muda wenu mnapoutoa kwetu ni kitu chenye thamani kuliko kila kitu. Miaka yote tumezoea kutoa zawadi siku ya uzinduzi. Tukagundua kama ifuatavyo. Tumegundua wengi wenu mna focus na tiza na fumbo kuelekea uzinduzi. Baada ya uzinduzi, matangazo mbalimbali sasa kuelekea katika lengo kuu, tukio kuu la mashindano, huwa baadhi yenu mnajisahau. Na uzuri, hizi bloggers tofauti na zile TV za kawaida, kitu kilichowekwa kinaonekana, vinadumu miaka na miaka. Tumechekecha kutafuta 5 bora bloggers za kijamii, 5 bora bloggers za kidini. Tumechemka kwa sababu kuna ambao hawana hata tangazo moja, kuna ambao wana matangazo 6 tu. Kumbukeni ya kuwa mwaka huu tulikuwa tuna matangazo 98 kuhamasisha watu waje kwa Mkapa. Matangazo mbalimbali kupitia watu mbalimbali maarufu, mashuhuri, viongozi wa kidini, mara mimi naendesha bajaji, mara nimeendesha pikipiki, njia mbalimbali tumetumia. Katika matangazo 98 kuna mtu kapakia 4 tu, kuna mtu kapakia 6 tu. Tukasema hapana, kwa kuwa tumeshindwa kupata
upande, maamuzi yetu ni kama ifuatavyo. Leo tunawatangaza tatu bora bila ya kujali anatokea katika blogo ya kidini au ya kawaida, na nikiri ya kuwa baadhi yenu mna sababu. Hizi akaunti zenu au TV zenu ziko chini ya makampuni, pengine mabosi zenu nakwambieni tunapata nini sisi, kishki sisi tunamtangazia matangazo na hatulipa nini sisi. Hayo inawezekana yako, lakini hizi zinazojiita za Kiislamu nazo wengi mimi nawajua wenyewe ndio jeshi la mtu mmoja, na wao wamechemka. Tukasema hapana jamani, kuanzia sasa tutakuwa tunatoa matokeo baada ya mashindano, tukaitana kama hivi. Kwa naomba nitangaze sasa mshindi wa tatu. Naomba nitangaze mshindi wa tatu. Huyu mshindi wa tatu, zilikuwa hizo takwimu zako, takwimu hizo. Mshindi wa tatu, countdown. Ile countdown ya Al-Hikma leo zimebaki siku ngapi mjue mshiriki fulani, ambazo zilikuwa ngapi masaa? Karibia 28. Karusha moja tu. Tiza karusha moja tu ya Kobis, kwa sababu Kobis inajulikana sana kwenye matangazo. Sasa yale zile klipu za kuelekea uwanjani katika matangazo 98 kajitahidi karusha 12. Huyu ni mshindi wa tatu, naye si mwingine, na ninampongeza kwa dhati, ni Muungwana Blog. Muungwana Blog ni mshindi wa tatu, zawadi yake shilingi 300,000. Muungwana Blog kwa hawapo. Muungwana Blog Muungwana Blog anachukuliwa na mwenzake shilingi 300,000. Ameshika nafasi ya kwanza. Mwambie shehe na kushukuru, matangazo yetu 12 kuelekea Mkapa umearusha tiza moja, lakini vile vile countdown ni moja. Umejitahidi, mwakani jitahidi zaidi. Nakushukuru sana. Asante. Huyu ni mshindi wa tatu. Tunaanzaga chini jamani, si ndio eh? Huyu ni mshindi wa tatu, au aliyeshika nafasi ya tatu, au katika tatu bora ameshika nafasi ya tatu. Mshindi wa pili. Mshindi wa pili ana countdown 2, ana tiza 4, ana matangazo ya kuelekea uwanjani 24. Hajitahidi kulinganisha na wengine, naye si mwingine ni Fadhakir. Takbir. Fadhakir. Fadhakir wapi? Fadhakir ana 500,000. Takbir. Fadhakir. Chomela iko wapi? Ndio mchukulie matotora. Matotora mwenyewe mwenyekiti wao kachemsha. Fadhakir ana 500,000. Mwambie sikukuu hiyo shekhi. Mshindi wa kwanza. Mshindi wa kwanza sijategemea, na nilikuwa simjui, na itabidi nimjue. Umdhaniaye ndiye sio, mdhaniaye ndiye siye, au sio? Huyu bwana kazi kweli kweli. Amerusha countdown 13, amerusha tiza 4, na akarusha matangazo 31 katika 98. Zawadi yake milioni 1. Lakini mwenyewe ni nani? Mwenyewe anaitwa Masjid Songea. Masjid Songea. Masjid Songea. Sheikh, Mungu akulipe bwana. Umewafunza kina Adelinki, kina Oba, Saimu Gwao, Khidma, Kiblataini, wote umewapiga bao milioni 1. Wewe ndio mshindi wa kwanza. Hongera sana. Wakati Mungu akitujalia tutafanya makubwa zaidi. Tutawasurprise waandishi wa habari kama tulivyowasurprise hao volunteer mbali mbali.